Ukisikia kushoto kulia, hawa ndo shughuli zao au ndo wakali wa hizi kazi. Niko na Shalom Mwamba. Shalom Mwamba, mambo vipi kwanza? Bwana, mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, mambo poa kabisa, na imekuwa wakati mzuri mpaka muda huu, shughuli inaendelea salama hapa tulipofika. Kwa hiyo naamini mpaka mwisho wa shughuli, mpaka siku ambayo watu wanaenda kuhitimisha sherehe hii, mambo yatakuwa mulwa kabisa. Umekuwa ukitumbiza mara nyingi au mara kadhaa kwenye shughuli mbalimbali. Unaweza ukaelezea utofauti wa shughuli nyingine na unapokuwa una perform au unatumbuiza kwenye shughuli kama hii ya mkutano mkuu wa chama tawala? Tofauti ipo kubwa sana, kwa sababu unapoperform nje tofautisha na sehemu kama hizi, hasa kwenye mkutano kama huu. Wanaokuwepo ndani wengi wanakuwa hata wale mawaziri, wabunge pamoja na watu wengine wenye vyeo serikalini, nao wanakuwa ni mashabiki. Meza kuu ndio nakuta kule kwa Mheshimiwa Rais na viongozi wengine, makamu na tofauti kule meza kuu, kwa ni tofauti na watu waliokuwepo huku. Kwa maana hiyo unapoenda kutumbuiza pale, basi wale wanaokuja na mabango yale, kama nilivyokuambia, wengine ni mawaziri, wengine ni wabunge, kwa huwezi kuongea vile au tunavyotumbuiza vile mtaani wauni. Hapana, umeona kwa maana hiyo pale kuna lugha lazima uzitumie, na kama mimi ukifuatilia show zangu utakuta natumia Tanzania, umeona bwana hivyo. Kwa maana hiyo inahitajika nidhamu kubwa, utulivu. Sawa, hapa niko na mhamasishaji wa masuala ya maendeleo nchini, yupo ndani ya mkutano mkuu wa CCM. Atajitambulisha kwanza kwa majina yake. Brother, habari yako? Salama tu, kwa majina yangu naitwa Michael Msechu. Michael Msechu. Sawa, kwenye mkutano huu mkuu bwana, wewe ukiwa ni miongoni mwa mtu ambaye umekuwa ukihamasisha kwenye swala zima la maendeleo, kwanza ungetuambia namna ambavyo wewe umeweza kuperform ukiwa mhamasishaji kwenye eneo hilo? Cha kwanza, nikiwa kama mhamasishaji nchini hususa kwenye maendeleo, nimeweza kuzunguka katika mikoa mbalimbali, lakini pia nimeweza kuzunguka kwenye mikoa ambayo sisi kama Tanzania tuna mikoa 31 na halmashauri 195. Kwa hiyo katika halmashauri hizi na mikoa hizi, Chama cha Mapinduzi kimeweza kufanya kazi kubwa sana na jitihada kubwa sana kushirikiana na mwenyekiti na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ninamzungumzia hapa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kipindi hiki cha ilani ambayo inakabidhiwa ya 2020 na 2025, kiukweli kazi kubwa imefanyika kwa kipindi cha miaka minne ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mwenyekiti wetu ameendelea kufanya kazi kubwa sana. Na mimi kama mhamasishaji nchini nimeendelea kuhamasisha wananchi vijana kwenye makundi mbalimbali watambue umuhimu wa serikali hii ya awamu ya 6 na umuhimu wa Chama cha Mapinduzi kinavyofanya kazi katika kutatua changamoto na kero mbalimbali za wananchi. Kwa hiyo leo hii ni siku ambayo ni ya furaha kiukweli, kwa sababu tunakwenda kupokea ilani mpya ambayo tunakwenda kwenye uchaguzi 2025 na 30. Kwa hiyo unaona mwitikio ni mkubwa na wajumbe waliokuja ni wengi sana, mpaka wengine wamekaa nje. Kwa hiyo maana yake ni kwamba chama hiki ni chama ambacho kina upendo, ni chama ambacho kinashikamana, ni chama ambacho kina historia kubwa sana, na ukiona hivi basi ujue chama hiki kiukweli kipo imara na madhubuti. Kwa hiyo sisi kama vijana wananchi tuendelee kuhamasishana kuona namna ambavyo chama hiki kinahitaji watu wengi sana wazidi kuongezeka. Ni chama ambacho kinaleta maendeleo makubwa toka enzi na enzi ambayo kiliweza kuasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo na sisi kama vijana tunaendelea kuwa tunu ya sehemu ambayo tunaenda kutoa hamasa ili watu waweze kutambua mwongozo mbalimbali ya serikali yetu, mwongozo wa chama, lakini na leo pia tumesikia kwamba utafanyika marekebisho madogo katika katiba ya chama. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kipekee, kwa sababu katiba ndio inaongoza ndio inatoa mwongozo wa chama kinatakiwa kiende vipi. Na sisi kama vijana tumekuja kushuhudia, na mimi kama mhamasishaji nimeendelea kuhamasisha Watanzania. Kabla sijafika hapa nimeweza kuhamasisha huko nje Watanzania huko waweze kuelewa kwamba leo kuna tukio gani, na mkutano huu ni mkutano wa kihistoria. Kwa hiyo na hasa sana waandishi wa habari pia muendelee kupaza sauti, kuendelea kupaza sauti kwenye swala zima la amani, la kuweza kutunza amani yetu, na tunaelekea kwenye uchaguzi, basi kuhakikisha waandishi wa habari lakini pia vijana tuendelee kuhamasishana ili watu tupige kura kwa utulivu, kwa amani, ili iweze kuleta maendeleo makubwa. Umezungumzia vijana, ni eneo kubwa sana hilo, watu ambao unawagusa ni wengi mno.
vijana wapo wanaoshiriki kwenye chaguzi kwa maana ya kuweza kuchagua viongozi ambao wanawataka, ila wapo ambao bado hawashiriki kwenye hizi chaguzi ambazo zinakuwa zinafanyika na baadaye wanakuja kuweza kutoa lawama za hapa na pale. Unamwambia nini kijana huyu? Wewe ni mhamasishaji, tumia nafasi hii. Cha kwanza, kijana atambue anakosa nafasi muhimu sana ya katiba yetu ya nchi, kwamba kila Mtanzania, kila kijana ambaye amefika umri wa miaka 18 anatakiwa ashiriki kwenda kupiga kura. Na tunaenda kupiga kura kwa sababu gani? Tunaenda kupiga kura kwa sababu moja. Cha kwanza, tutapokwenda kuchagua kiongozi, yule kiongozi ndiye ambaye tunaona hatatufanyia maboresho katika maeneo yetu, atatuletea maendeleo katika makazi ambayo tunaishi. Maana yake atabeba mzigo wote wa wananchi ili kwenda kuendelea kukuza maendeleo na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kijana, jitokeze kushiriki uchaguzi, lakini pia kwa amani na kwa utulivu. Asante.